Habari rafiki yangu, leo katika somo la 9 nataka nianze na swali. Hivi unajua kuna tofauti kati ya mtu aliyesamehewa na mtu aliyepatanishwa? Kusamehewa ni sawa na kuambiwa basi yaishe. Lakini kupatanishwa inaenda zaidi ya kuambiwa basi yaishe. Inafikia hatua mliokosana naye mnapatana, mnakaa, mnakula pamoja, mnapiga story. Kimsingi namaanisha nini? Namaanisha mahusiano yaliyokufa yanarudi tena. Leo katika Patakatifu Media tunakwenda kuangalia somo la 9 la mwongozo wa kujifunza Biblia katika mtazamo wa Biblia kama suluhisho la kila kitu kinachoendelea hapa duniani, huku tukiziinua nguvu za Mungu kwa uwezo usio wa kawaida. Leo tuna somo linalosema upatanisho na matumaini. Upatanisho ni nini? Matumaini ni nini? Kwa nini upatanisho na matumaini? Kwa nini Wakolosai na upatanisho na matumaini? Mambo makubwa 5 ya msingi kweli ambayo lazima ujifunze siku ya leo, yaweze kukujenga katika safari yako ya kuelekea mbinguni na safari yako ya mahusiano na Mungu wako. Hebu tuombe kidogo. Baba, nakushukuru kwa kuwa wewe ni Bwana uliyeshuka ili utupatanishe tungali tukiwa katika dhambi. Tusaidie Mungu wa mbinguni, mambo haya makubwa mazuri 5 yakawe nguzo ya maisha yetu, mimi na msikilizaji wangu, katika jina la Yesu, amen. Tumesema somo linasema upatanisho na matumaini. Upatanisho ni nini? Naomba unielewe hiki kitu, kitakusaidia sana kulifanya somo kuwa jepesi. Upatanisho au reconciliation au cartilage kwa neno la kiasili ni tendo la kubadilisha uhusiano kutoka uadui au enmity kwenda kwenye urafiki wa dhati, ile close friendship. Katika ulimwengu wa kifedha au kiasibu, ile accounting, upatanisho maana yake ni reconciliation of accounts. Wale wasibu wanaosomea mambo wanajua vizuri, wanapatanisha. Ndio maana kuna kitu tunakiita bank reconciliation. Unataka vitu vipatane, visipishane, kama huko ni bilioni 1 na huko ni bilioni 1. Yaani kuhakikisha kuwa kile kilichopotea kimerudishwa na hesabu imebalansi. Hii tunasema huyu mtu amefanya upatanisho wa kifedha. Sasa sisi leo tunazungumzia mambo ya mbinguni, upatanisho wa kimahusiano kati yako wewe na Mungu wako. Nini kilitokea? Kitaaluma, upatanisho sio kusahau kosa, bali ni kusawazisha hesabu ambayo ilikuwa imeingia hasara. Dhambi iliingiza maisha yetu kwenye bankruptcy au kufilisika kiroho. Ndio maana Biblia inasema watu wote mmetenda dhambi na you have come short of glory of God. Tumepata upungufu wa utukufu wa Mungu. Kuna kitu kilipungua. Sasa nini kinatokea? Kristo amekuja kufanya reconciliation, kupatanisha, kujaza kile kilichopotea kwenye maisha ya mwanadamu kutokana na dhambi. Katika mazungumzo ya kawaida, tumaini ni kutamani kitu fulani kitokee. Lakini neno lilotumika kutumaini sio swala kwenye Biblia hapa, sio wishful thinking kwamba una mambo ya kutamania vitu vitokee. Hapana. Neno elpis la asili ambalo limeleta maana neno tumaini ambalo tunajifunza kwenye somo hii, maana yake ni uhakika wa kusubiri. Yaani kwamba unasubiri, lakini unachokisubiria una uhakika nacho 100%. Na huo ndio Kristo. Tunatumaini wokovu kupitia Kristo Yesu kwa njia ya kubadilishwa na kuingia mbinguni na kwenda kwenye ile nchi mpya bila kuwa na mashaka hata kiduchu, kwa sababu tuna uhakika na kile ambacho tunakiamini. Ni kama vile unaenda kupanda basi la kampuni ambayo sio ya kibabaishaji, alafu na uhakika wa risiti ya kwamba hata kama itapata shida njiani, kampuni hii na uhakika itakuletea basi lingine na utafika unakokwenda. Wakorintho wa 2:5 mstari wa 21 anasema hivi: maana yeye alimfanya yeye asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu,
ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nikupe kahistoria kafupi sana, alafu tutaingia kwenye pointi zetu 5. Mungu anatawala katika mbingu yenye malaika. Biblia, kitabu cha Ibrania kinasema innumerable number of angels, ni malaika wasiohesabika, bilioni mara bilioni, katika mbingu kubwa sana. Lakini mbingu kuna universe au ulimwengu ambao umezunguka mbingu, una mabilioni mara trilioni mara desilioni ya nyota na majua yenye sayari zisizohesabika. Mabilioni mara trilioni ya sayari yamemzunguka Mungu katika kiti chake cha enzi. Katikati haya mabilioni ya viumbe na kazi za Mungu, kuna kitu kuna galaxy moja inaitwa Milky Way Galaxy. Na katika Milky Way Galaxy ambayo ina mabilioni ya sayari, kuna ya manyota, na kila nyota ina sayari nyingi sana. Kuna nyota moja ndogo sana inaitwa jua au sani, ambayo jua inaitwa solar system, ina sayari zake 9. Katika sayari zake 9 kuna kasari kanaitwa dunia, earth. Katika hii dunia hii, ndani yake ndio umo wewe. Katika hii utitiri wa matrilioni ya sayari yenye viumbe wengi wanaomcha Mungu, katika sayari hii dunia ambayo ni ndogo sana, iliasi, wakakataa kutii maelekezo ya Mungu. Wazazi wetu wa awali walijialienate, walijitenga na Commonwealth na jumuiya ya madola ya mbinguni. Sayari dunia ikakata mahusiano na Mungu, ambacho kitu chepesi Mungu angekifanya ilikuwa ni kuchukua tu, kama unavyoua chawa au unavyoua kile kiroboto, kasayari kadogo dunia anakabwa, mambo yanaisha, anaendelea na mabilioni ya watu wengi, sayari nyingi zenye viumbe wengi ambao ni wanaheshimu mfumo wake. Lakini Mungu akafanya jambo ambalo tutakwenda kujifunza. Malaika walishangaa, akaamua kwa heshima ya mwanadamu aliyemuumba, bila yeye mwanadamu kupanga kuja kuokolewa, akashuka, akaja, akamuokoa. Staili ya kumuokoa mwanadamu ndio ambayo imechanganya watu wengi hadi leo. Ndio maana wanasema, inawezekanaje Mungu 100% akafa msalabani? Mbona Mungu afi? Yeye akasema, ninautoa uhai wangu kisha nauchukua tena kama nipendavyo mimi, kwani ninao uwezo wa kuutoa na kuuchukua. Lengo ni nini? Ni wewe ambaye ulikuwa umetengwa na jumuiya ya madola ya mbinguni na sayari zake na viumbe wasafi wa Mungu, uweze kurudishwa katika mfumo wa kimungu. Na ndio maana tunasema yeye asiye dhambi alifanyika dhambi ili sisi tulio katika dhambi tuweze kuhesabiwa haki ndani ya Kristo Yesu. Na sasa yako mambo makubwa 5 ambayo tunakwenda kuyapitia moja baada ya lingine katika kujifunza somo letu la wiki hii. Jambo la kwanza linasema kutoka matendo mabaya hadi utakatifu. Kutoka matendo mabaya hadi utakatifu. Hii ndio pointi yetu ya kwanza. Upatanisho huanza kwa kubadilishwa hali yetu ya kale. Yesu hakuokoa dunia kama ili tufe dunia. Tunaposikia alikufa kwa kuikomboa dunia, aliokoa dunia kwa maana ya wewe mkazi wa dunia. Na Yesu alipokufa, hakukufa kwa ajili ya kifo chako unachokufa sama sio ya mtu amegongwa na gari amekufa. Kilikuwa ni kifo kile cha pili, tu mauti ya pili, ambayo mwanadamu ataangamia kabisa. Hii ni kama mtu amelala tu, atakuja amshwe aeleze baadaye kule mwisho. Lakini akiwa katika Kristo Yesu anasema kwa maana hakuna hukumu kwa mtu yeyote aliye ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu amevuka kutoka katika mauti na kuingia uzimani. Na hii ndio tunajifunza siri ya uchamungu wa kweli, kujifungamanisha, reunion, kuunganishwa upya na mamlaka ya mbinguni na jumuiya ya madola ya mbinguni na ufalme wa Mungu, Yesu anapokuja mara ya pili akuchukue kama mtoto wake. Kwa hiyo kutoka matendo mabaya hadi utakatifu, kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 21 mpaka 22. Na ninyi mliokuwa hapo mwanzo
mmefarakanishwa, tena mlikuwa adui katika nia zenu. Pigia mstari nia, narudi hapo baadaye. Kwa matendo yenu mabaya, sasa amewapatanisha katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala hatia mbele zake. Tulikuwa adui katika nia zetu. Neno lilotumika nia manake ni maindi, akili zetu. Shetani alipotudanganya kupitia wazazi wetu wa awali, nini kilitokea? Akili zetu zilipotoshwa. Akili zetu hazitaki mambo ya Mungu. Kitabu cha Warumi kinasema a carnal mind has enmity against God. Nia ya mtu, akili ya kawaida ya mwanadamu, ina uadui dhidi ya Mungu na mambo yake. Tena akasema kitabu cha Yeremia nafikiri 17:9, anasema moyo kwa maana ya akili ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Tunajifunza nini hapa? Dhambi inaharibu akili. Dhambi inageuza vipaumbele. Vitu vya Mungu unaona ni vigumu, vitu vya shetani unaona ni virahisi. Mambo ya Mungu unaona ni upuuzi, mambo ya kijinga yenyewe ambayo yanaweza kapelekea ukapoteza uhai wako unaona ndio mambo mazuri. Ina habari njema kwako. Zoezi la wewe kugeuzwa fikra na Mungu kwa njia ya damu ya Yesu limeshafanyika yapata miaka 2000 iliyopita. Kazi yako wewe ni kufanya mambo makubwa matatu. Moja, kumpokea Yesu. Moja ni kukubali kwamba mimi ni mkosefu, akili yangu ni mbovu, matendo yangu yote ni machafu mbele za Mungu, siwezi kufanya jambo lolote la Mungu. Mungu nisaidie. Hiyo ni moja. Unakiri udhaifu na mapungufu na dhambi na maisha yako yasiyofaa. 2, kubali maisha ya Yesu, kifo cha Yesu kuwa ndio kitu pekee chenye uwezo wa kukutoa katika hali hii unayopitia sasa. 3, ni kuruhusu Mungu aishi maisha yake ndani yako. Maisha ya mtu mwenye dhambi wa asili tulipomkosea Mungu ni sawa na kompyuta iliyoingiliwa na virus, ni sawa na simu iliyoingiliwa na vijidudu virus, kiasi kwamba hata kuwaka imeshindwa. Lazima iwe formatted, irudi kwenye default industrial setting, ili Mungu sasa aanze kupanga vitu vyake ndani yako uweze kufaa kwa ajili ya matumizi bora ya kiungu. Huna mchango wa kuchangia kwa maana ya matendo mema. Inabidi Kristo aishi ndani yako, matendo yake yawe matendo yako. Software ya kimungu iingie kwenye ubongo wako, ili ubongo wako uweze kulinki na connection za kimungu, uweze kupenda matendo tena yale ya Mungu na kuyaona ni safi na yenye kufaa. Alafu yale unaona bora ya adui uweze kuona yafai. Warumi 5 mstari wa 8 anasema kitu cha msingi sana ukielewe hiki: lakini Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Maana yake nini? Sisi hatuwezi kujiokoa. Yesu alitutafuta kabla wewe hujamtafuta Mungu. Mungu ndiye aliyeingia kuuliza Adamu, uko wapi? Adamu hakumuuliza Mungu, uko wapi? Bwana ndio aliyemfuata Kaini akamuuliza, ndugu yako yuko wapi, umemfanyaje? Kaini hakumtafuta Mungu. Dhambi ina tabia ya kututenga na Mungu. 59 Isaya anasema tumetengwa na Mungu, inakuweka mbali na mifumo ya kimungu. Ni Mungu mwenyewe ndio huwa anaanzisha mchakato wa kututafuta. Alianza mchakato wa kututafuta. Wenda dhambi yako imekusababisha uone Mungu amekuacha, umemtegea mgongo Mungu. Nani ajuae? Yawezekana Mungu anasema kupitia kinywa changu na wewe leo, ili upate kutafakari na urudishe mahusiano, urudishe upatanisho wako na Mungu, ukae katika tumaini, uhakika wa wokovu katika Kristo Yesu. Kipengele cha pili kinatutaka tudumu katika imani. Kinasema mkidumu katika imani
Imani ni kama mtu aliyezama kama kwenye ile MV Bukoba enzi zile. Mtu amekutupia boya. Uzima wako upo katika kuendelea kulishika lile boya, sio kulishika na kuliachia. Ulishike na kuling'ang'ania. Hii ndio imani. Ng'ang'ania Yesu, ng'ang'ania imani mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili. Petro katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12:16, baada ya kuwa ametoka gerezani, alienda kwenye nyumba moja ambapo walikuwa wanasali kwa mamake Yohana, Marko, Mariamu. Akagonga, nifungulieni, mimi ni Petro. Kijakazi mmoja akamchungulia, kagundua ni Petro, lakini hawakumfungulia, wakakimbia. Petro aliendelea kugonga na kugonga na kugonga mpaka akamfungulia. Imani inahitaji ukomae, kuendelea kusisitiza na kusisitiza mpaka vitu vinakuwa kwa jina la Yesu. Pointi ya 3, mpango wa Mungu wa milele. Furaha katika mateso. Tunataka tuangalie kitu furaha katika mateso. Paulo akiwa gerezani anatuonesha kuwa tumaini letu ni kubwa kuliko vifungo vya dunia. Wako watu wengi wanapopitia vifungo vidogo vidogo vya kimaisha, kali ka uchumi kakatekeleka kidogo kwa muda mfupi, akaingia hata jela kwa kusingiziwa, akaanza kuona vimagonjwa na vifo vinapita kwenye nyumba zake, na ahadi za Mungu zipo. Wanakata tamaa. Sikiliza sasa kitabu cha Wakolosai 1:24-25. Sasa nayafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena nayatimiza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya dhiki za Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa muhudumu. Anasema nayafurahia mateso. Mateso yake Paulo alikuwa sio kupigwa sana wakati huu, maana jela alikuwa amekaa jela la executive kidogo kwa awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili alipofungwa kwa kusingiziwa kwamba wameleta taharuki na magonjwa kule kwa Nero, alifungwa kwa kifungo ambacho ilishia kwenda kukatwa kichwa. Awamu ya kwanza alikuwa ni mfungwa tu mzuri, lakini kifungo chake si jela. Kifungo chake ni kwamba ndani yake ana shauku kubwa ya kufanya kazi ya Mungu kwa uhuru, lakini kifungo kimemzuia, japo anaandika barua zinaenda. Sasa anasema mimi namshukuru na kumshangilia Mungu katika vifungo hivi. Kuna maisha unaweza ukapitia ukawa na sababu nyingi za kulalamika, lakini ngoja nikwambie, katika kipindi hiko kigumu ambacho Mungu anakupitisha, liko funzo ambalo Bwana anakupitisha kwalo, ambalo ukilielewa wewe unakuwa certified person, ni mtu ambaye umekidhi vigezo vya kuwasaidia wengine wanaopitia kwenye hali ambazo unapitia wewe. Kwa hiyo tunasema nini? Hicho kipindi ni cha muda mfupi tu, ili uqualify kuwasaidia watu wengine. Kuna watu ambao Mungu atawaelekeza kwako katika huduma zako, kutokana na kwamba hilo eneo wewe Mungu amesha kupitisha. Kwa mambo mengine tunapitia si adhabu za Mungu, ni njia za Mungu kutufanya tufae katika kuwasaidia wengine ambao wanapitia magumu hayo. Sisi tunakuwa ni wazoefu, maveterani kwenye hilo eneo. Kwa kabla hujalalamika kuhusu chochote tunachopitia, muulize Mungu, kwa nini napitia haya? Mateso ya muda mfupi ni mbolea ya ukuaji wako kiroho, na ni maandalizi ya Mungu kukufanya wewe ukomae kiasi cha kutosha kuwa msaada kwa wanaopitia hayo ambayo unapitia wewe, siku ambapo Mungu atakutoa kwenye hilo. Kwa usilalamike, usilaumu, usianze kutafuta ugomvi na watu. Muulize Mungu, kwa nini napitia haya? Nipe somo lilomo ndani haya ninayopitia, ili niweze kukidhi viwango vya kuwa baraka kwa watu wengine, wanadamu wenzangu. Mungu huwaongoza watoto wake katika njia ambayo wao wenyewe wangeichagua, laiti wangeuona mwisho tangu mwanzo. Mambo mengi unayopitia na kulalamika ni kwa sababu haujauona mwisho wake wakati wa mwanzo wa hayo mambo unayopitia. Wakati mwingine muombe Mungu, nionyeshe maana ya hiki ninachopitia. Wakati mwingine mwambie Yesu, tafadhali nionyeshe mazuri baada ya haya ninayopitia, ili upate kukaa katika tumaini. Jambo la 4,
Jambo la 4 ndio kiini sasa, unono wa somo la wiki hii. Siri kuu, Kristo ndani yenu. Siri kuu, Kristo ndani yetu. Kitabu cha nasema hapa ndipo kwenye kiini cha upatanisho. Mungu amefichua siri ambayo malaika waliichungulia na kutamani kuijua. Hivi inawezekana kweli akaka jamaa kama mwanadamu akakwa haya kaliyoyafanya, kwenda kuingia mikataba na mashetani huko kwenye mabustani hadi kula matunda ovyo ovyo? Hivi hawa jamaa kweli kuna siku watakuja kurudiana na Mungu kweli, ili wavuge sana malaika ikitu? Lakini leo katika somo la leo tunakwenda kufunua katika kipengele cha 4 siri nzito ambayo hii ndio inakufanya wewe uende kanisani. Yaani kama una sababu nyingine ya kwenda kanisani afu hii si sababu ya wewe kwenda kanisani, hii si sababu ya wewe kumwamini Mungu, bado hujaanza kwenda kanisani, bado hujaanza kumwamini Mungu. Kitabu cha Wakolosai 1:26 mpaka 27. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa. Siri ipi hiyo? Nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Moja ya siri ya ajabu sana ambayo ilifichwa kwa mataifa, angalau Wayahudi waliwahi kuijua kidogo huko zamani, ambayo ilifichwa kwa mataifa kwa muda mrefu, na sasa imewekwa wazi kwa Wakolosai na imewekwa wazi kwa Mkolosai wewe, ya kwamba Kristo, Mungu mwenye nguvu, Mungu mkuu, mshauri wa ajabu, Mungu pamoja na wanadamu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, kushuka na kukaa ndani ya mwanadamu. Yesu ambaye ni mtawala wa malaika wote mbinguni na muumbaji wa kila kilicho hai, kukaa ndani ya kiumbe ambacho mwanzoni kilijitenga na mamlaka ya Mungu, kiumbe mwanadamu. Sasa sikiliza, Martin Luther aliwahi kusema, nikigonga mlango wa moyo wangu na kuuliza nani anaishi hapa, sitajibu mimi, bali nitajibu Yesu anaishi hapa. Martin Luther aliwahi kusema, narudia tena, Martin Luther aliwahi kusema. Huyu ni mtu mwana matengenezo wa kale, miaka 1500 huko. Martin Luther aliwahi kusema, ikitokea nikaingia kwenye moyo wangu, nikagonga hodi ndani ya moyo wangu, afu nikauliza swali, nani anaishi humu ndani ya huyu moyo? Anasema, sitajibu mimi ndio naishi, bali nitasema Yesu anaishi ndani yangu. Naweza nikaongezea kusema, Yesu atajibu, mimi Yesu muumbaji wa mbingu na nchi, mimi Yesu mfalme wa wafalme, Alfa na Omega, mwenye nguvu zote, mwenye mamlaka na funguo za kuzimu na mauti, ndio naishi ndani ya huo moyo. Kama ukifanikiwa kuruhusu Yesu akae ndani yako, tunasema wewe ndio umeanza kuwa Mkristo siku hiyo ya kwanza. Vyote ulikuwa unaviishi mwanzoni vilikuwa tu ni tamaduni za kidunia na za kidini. Naomba niseme machache. Waefeso 2:6 anasema, akatufufua pamoja naye. And tulipompokea Yesu, hii process of reconciliation, taratibu wa upatanisho, anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Haya ni mafungu ambayo katika makanisa yetu yamesomwa mara chache sana. Wengine tunayaogopa, tunajua tutapotosha watu. Utafufuliwaje pamoja na Kristo? Ni kwamba Yesu tunapomwamini tunakufa utu wetu wa kale, anatufufua pamoja naye na anatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Na hii siri hii, kwa sababu mamlaka ya kiungu inaingia ndani yako mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili, ambapo utakaa naye live, lakini unakaa naye kwa njia ya Roho Mtakatifu ukiwa uko hai. Ni siri ambayo inatufanya sasa tupate advantage moja
nzuri sana ambayo advantage hii inapatikana kwenye kitabu ambayo nikusomea kitabu cha Waebrania 6 mstari wa 5. Waebrania 6 mstari wa 5 anasema, sikilize vizuri, atuanzie mstari wa 4. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, hao watu hao wenye sifa hizo, anasema nini? Na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Maana yake ni kwamba Yesu anapokaa ndani kwa njia ya Roho Mtakatifu ya mtu anayemwamini, anapofanya ushirika na kufanya unification na mamlaka ya kiungu, anasema divine and humanity zikaungana. Kwa maana nyingine, lugha nyingine tuseme natural and super vikaungana, alafu ukawa supernatural. Anasema hivi, unaanza kuonja siri za zamani zijazo, nguvu za zamani zijazo. Unaanza kuonja vitu ambavyo kule mbinguni tutakwenda kuvipata baadaye. Unaanza kuvionja mdogo mdogo ukiwa hapa duniani. Unaanza kuonja nguvu za Mungu, unaanza kushuhudia matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako. Divine joy, furaha ya kiungu unaanza kuipata. Eternal peace, amani ya milele unaanza kuipata, ambayo haipatikani popote katika dunia hii. Na huu ndo tunaita Ukristo, ucha Mungu, mwanadamu na Mungu kuungana, natural and supernatural kuungana. Hii ni habari nzuri. Hii ndio siri ambayo nataka uifahamu, ambayo ilifichwa kwa muda wa miaka mingi sana, na sasa imewekwa wazi. Usiishie kuwa muumini wa kawaida mpaka umeona maisha yako Yesu anaishi ndani yako, na unaanza kuonja siri za nguvu za zamani zijazo. Matendo makuu ya Mungu unaruhusu yaanze kutokea katika maisha yako. Nataka niseme nini basi? Pointi ya mwisho ni uweza wa Injili na tahadhari ya ukamilifu. Nimevipa vichwa hivi habari kuendana na somo katika mtazamo wa suluhisho, lakini nachokiongea ndo hiki ambacho kimetajwa katika vichwa vya somo katika mwongozo ule ambao tunaosoma dunia nzima. Maandiko yanasema sionei haya ya Injili. Anatoa maana ya Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu, the power, dunamis, the power of God that bringeth salvation. Uwezo wa Mungu uletao wokovu. Sasa moja ya uwezo wa Mungu katika Injili ambao nimeona watu wengi wameupotosha ni uwezo wa kufanya uishi viwango vya juu vya kicha Mungu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Watu wengi wameipotosha neema. Mjerumani mmoja anaita undisciplined grace. Ni neema ambayo haina nidhamu, ya kudhani ukishampokea Yesu hivi ninavyovisema basi utaendelea kuishi tu maisha unavyotaka, Yesu anakupotezea. Hapana. Kuna kitu tunaitwa Christian character development, uendelezwaji wa tabia ya Kikristo. Lazima ukue. Hatutaingia mbinguni mpaka tumebadilishwa tabia zetu za asili na tabia zetu za acquired characters, tabia ambazo tumeziokota katika dunia hii, na tabia ya Mungu idhihirike kwenye kila eneo la maisha yetu. Huu ndio mchakato wa ukuaji wa Kikristo. Lazima power of the gospel, nguvu ya Injili idhihirike kwa mtu anayeamini Injili. Basi pasipo hivyo ukaendelea kuwa mcha Mungu mlevi, mcha Mungu muhuni, mcha Mungu mwongo, mchungaji mjanja, mzinzi, umeficha nguvu za Mungu zidhihirike katika dunia hii. Lazima uruhusu neno lisidunde na lilete mageuzi na mapinduzi makubwa kwenye maisha yako ya kila siku, mtoto wa Mungu. Lengo la Patakatifu Media sio tu kuongeongea mambo ya Mungu, bali ni kufikia lengo hili
la Wakolosai 1:28. Anasema yeye tunayemhubiri sisi, tukimwonya kila siku na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumwasilisha kila mtu mtimilifu katika Kristo. Lengo tufikia hatua tukikusubmit, tukikuwakilisha kwa Yesu, uwe mtimilifu. Mambo ya nyuma ya kale ya kidunia yawe yameongolewa na kutolewa, na mambo ya kimungu, nimekwambia software ya kimungu iweze kuingia katika brain yako, uanze kuachana na uadui na mambo ya Mungu, uanze kuyapenda. Tabia yako ibadilike. Anasema akionya. Kwa hiyo ukuaji wa Kristo unaendana na kutembea katika maelekezo ya Mungu. Anasema tulipo katika dhambi tumetengwa na jumuiya ya mbinguni, uliishi sasa na kanuni za nchi hiyo ya kishetani ya adui. Ndio maana anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, manake mnaishi matendo yake na mifumo yake. Anasema akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa Bwana wa utukufu. Huu ufalme una kanuni na mifumo ya kuishi. Ndio maana Isaya 8:20, na hapa ndipo unakujenga mgogoro. Watu wanadhani wakimpokea Yesu hawana haja ya kutunza na kushika amri za Mungu. Amri za Mungu ni mfumo wa serikali mpya ulioingia. Lazima utembee, sio ili uokolewe. Unatembea kwenye hizi amri, maelekezo, mifumo, kanuni za kimaandiko nzuri kabisa. Ni kwa sababu umeokolewa na umehamishwa kutoka kwenye amri hizi za adui, umeweka kwenye amri za Mungu. Kwa ni vitu vya kufurahia, na aliwahi kuahidi kwenye kitabu cha Yeremia ataziandika katika moyo wako. Sasa sikiliza tahadhari ya Isaya 8:20. Anasema na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa neno hili, hakuna shaka au bila shaka kwao hapana asubuhi. Hauwezi ukamwagiza chekechea ukafanyiwa graduation na kuvaa vile vijoho ukajua ndio umemaliza elimu. Hizo ni graduation fake za kubrainwash ujione msomi. Kiroho unapompokea Yesu unakuwa bado mchanga. Lazima sasa ukue. Na unakuaje? Umehamishwa kwenye ulimwengu wa adui, umeingia kwenye ulimwengu wa Yesu. Lazima uanze kujifunza code of conduct, sheria za maadili za huku, amri 10 za Mungu, jinsi ya kula, jinsi ya kunywa, kuvaa, vitu vya kusikiliza, namna ya kuomba, maelekezo ya Mungu. Yaani ni hivi, uanze kusema kama Yesu, si kama nipendavyo mimi, bali mapenzi ya Mungu na ufalme wangu wa Mungu unavyotaka yatendeke. Kabla hujafanya chochote, je, linamletea utukufu Mungu? Na nitajuaje? Neno la Kristo lijae kwa wingi katika moyo wako. Sasa angalia hii hapa, hii napomaliza hii hapa, hii 40 Zaburi mstari wa 8, kuyafanya mapenzi yako Mungu wangu ndio furaha yangu. Naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Furaha ya mcha Mungu ni kuyafanya mapenzi ya Mungu, na sio kuwa mtukutu na mkaidi wa kiroho kwa kujificha katika kilemba cha neema, kwamba najiishia tu, si nimeokolewa kwa neema. Umeokolewa ili uishi standards mpya. Yesu hakukata sehemu ya maisha yako akabandika ya kwake. Anakupa mfumo mpya wa maisha. Anafanya formatting ya ubongo na kuingiza mifumo ya kimungu na kuinstall kwenye brain applications za kimungu na software za kimungu ili uweze kukidhi viwango vya kuwa mfano wa kumwakilisha Mungu. Tunapoendelea kuishi hapa duniani, tunasubiri uzima ule wa milele unaokuja hivi karibuni katika Kristo Yesu, anapokuja katika ufufuo wa mara ya pili wa waliokufa na kubadilishwa kwa watakaokutwa wakiwa wako hai. Injili inakupa raha. Injili inayokupa raha tu bila kukuonya dhidi ya dhambi ni injili ya uongo. Njia rahisi kabisa ya kutambua kainjili kana uongo mwingi sana
kanakupa raha tu ya maisha, lakini haikupi maonyo dhidi ya dhambi. Ukristo ni hatua ya kutoka katika utumwa mbaya wa dhambi. Kama maneno ninayokuambia ya kufanya ubaki kuwa mtumwa ule wa ile dhambi, hayana faida kabisa. Bora nisifanye chochote katika jukwaa hili. Lakini na habari njema kwako, ukamilifu unapatikana katika muunganiko wako na Mungu na kutembea katika sheria na maagizo na ushuhuda wa Yesu Kristo. Mwisho kabisa, ninapomaliza nikukumbushe mambo haya mazuri niliyoyasema, malaika walitamani kuyachungulia. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 1:12. Ni mambo mazuri ambayo kama ukitulia na kuyatafakari upya tena, akili yako ikafurika maneno haya, maisha yako yatabadilika milele. Siri imefunuliwa. Nimekupa siri ya upatanisho na tumaini la kudumu katika Kristo Yesu. Swali langu kwako, je, na wewe unaungana na Martin Luther kuruhusu Yesu aingie ndani yako? Je, unaungana na maandiko matakatifu, Yesu aingie ndani yako, atawale akili yako yenye uadui na mambo mazuri ya Mungu iweze kubinuliwa na kugeuzwa na ya Mungu ikae ndani yako, upate kuona manufaa ya kuwa na Mungu katika maisha yako. Kama unataka kuona badiliko kubwa katika maisha yako, andika hapo chini, Kristo ndani yangu, Kristo ndani yangu, kwa imani kabisa. Nami nakwenda kukuombea Yesu aingie ndani kwako, ndani ya moyo wako, ageuze kila kitu katika maisha yako. Anasema kwa kupigwa kwake alipigwa ili wewe usipigwe, alitukanwa ili wewe upate kuwa na furaha, alihuzunika ili wewe upate kuwa na amani. Yesu alipitia vipigo kana kwamba ni mgonjwa asiyefaa, ili magonjwa yako yaweze kuondolewa katika Kristo Yesu. Yesu alifanyika dhambi ili wewe uliye mdhambi uweze kuishi katika maisha ya amani katika Kristo na yasiyo na dhambi. Nina habari njema kwako, Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda sana. Andika hapo chini, Kristo ndani yako. Hebu tuombe. Baba, nakushukuru kwa neno letu la leo. Asante kwa siri hizi za upatanisho. Asante kwa siri hii ya milele zote, Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Ninakusihi Mfalme, ukatusaidie mimi na mtoto wako huyu, tuendelee kuruhusu ukae ndani yetu kwa viwango vya juu kabisa, ili mwisho utakapokuja mara ya pili kuwachukua watoto wako, kuwatoa katika dunia hii na kutuingiza katika nyumbani kwetu kule mbinguni, na ile majumba mazuri uliyoyaandaa na ile nchi mpya ambayo umetuandalia. Bwana, mimi pamoja na mtoto wako huyu tukaweze kuwepo. Lakini Yesu ulipigwa ili Bwana vipigo anavyopitia viweze kusitishwa. Yesu ulihuzunika ili huzuni ambazo wanapitia mtoto wako ziweze kutoweka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu namtangazia huzuni zote zitoweke, magonjwa yote yatoweke, hofu zote zitoke kwenye maisha yake. Bwana, umasikini na kutokuwa na uwezo wa kukidhi haja zake kwa njia ya kiuchumi, Baba, ukapindue uchumi wake kwa jina la Yesu. Dhambi na mateso ya nguvu za giza kwenye maisha yake na yakome tangu sasa. Kwa kupigwa kwako Baba, amani yake iliyopotea imrudie sasa. Kwa kupigwa kwako Yesu Kristo, Baba, huzuni zilizojaa maisha yake zitoweke tena kwa jina la Yesu. Asante Mfalme, nuru ya uso wako umwangazie, nguvu zako zimzingire, malaika watakatifu wamuongoze na kumvaa, ili maisha yake Bwana yasiwe na huzuni tena, yasiwe na ukosefu wa amani tena. Lakini Bwana, unapokuja hivi karibuni kuwachukua watoto wako, naye Bwana ukamchukue katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana.